mteja wetu Abel. Hapa Abel anasoma inactive, wengine wanasoma active. Kwa huyu bado hajakopeshwa. Sasa tuje tumkopeshe Abel. Unakuja kwenye mistari mitatu juu kushoto, unakuja kwenye loans. Unaenda kwenye hapa chini kabisa kuna sehemu imeandikwa application. Unakuja hapa kwenye standard package, unagusa kidoti haka, unachagua fixed return. Hayo mengine tutaelekezana baadaye. Chagua kwanza fixed return. Unakuja hapa unamchagua mteja wako ambaye ni Abel. Unachagua principal amount. Principal amount ni kiasi alichokopa. Bwana Abel amekopa 200,000. Unaandika 200,000. Hiyo hapo. Atarudisha 240,000, unaandika 240,000. Sasa hapa chini kuna kilama cha jumlisha hapa. Labda hii hela mmekubaliana atarudisha mara 4 kila wiki. Kwa unakuja hichi kilama cha jumlisha unakiminya mara 4. 1, 2, 3, 4. Sasa unaanza kuseti tarehe za marejesho. Unakuja hapa kwenye ya kwanza, leo ni tarehe, au unachagua tarehe ya inayofuata baada ya wiki moja, labda itakuwa tarehe 26 mwezi wa 5. Unagusa tarehe 26 mwezi wa 5. Unakuja tena baada ya wiki moja tarehe 26 mwezi wa 5 itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 6, unachagua hapo. Unakuja tena baada ya tarehe 2 mwezi wa 6 itakuja tarehe 9, unaichagua hapo. Baada ya tarehe 9 itakuja tarehe 16, utachagua kadri mnavyokubaliana na mteja wako. Hapa kwenye amount sasa unaanza kuandika kiwango ambacho anatakiwa arudishe. Hapa anatakiwa arudishe 60,000, unaandika 60,000. Chini yake tena anatakiwa arudishe 60,000, unaandika 60,000. Hapa tena anatakiwa arudishe 60,000, unaandika 60,000. Hapa tena anatakiwa arudishe 60,000, unaandika 60,000. Utaendelea kuandika mpaka kiwango hapa chini kisome sawa na hela ambayo inatakiwa arudishe. Kisha hapo utachagua tarehe ya mkopo ambayo labda ni tarehe hii hapo utaichagua. Utakuja hapa submit loan application. Unatuma maombi ya mkopo. Hili ombi la mkopo hapa linasoma pending, inakuja hapa kwenye pending. Kwa nini? Kwa sababu bado halijapewa kibali na boss. Unakuja hapa kwenye mistari mitatu juu kushoto, unakuja kwenye hii sehemu imeandikwa approvals. Hapa ndo boss ana approve mkopo. Akisha approve mkopo unakuwa tayari unasoma. Bwana Abel anakuwa ameshakopeshwa. Tukija hapa kwenye loans, tunakuja kwenye active loans, tunamuona Bwana Abel huyu hapa tayari amekopeshwa 200,000, nitakuwa arudishe ya 240,000. Marejesho yanaenda kidigitali.